Tumeshapoa. Tumeshapoa sana. Lakini pia ni jambo la kumshukuru Mungu. Lakini lazima niseme tuko katika nyakati ngumu sana wana Simba. Tumempoteza mtu jasiri, tumempoteza mtu mpambanaji, tumempoteza mwana Simba. Nimemjua Idi zamani kwenye Simba Sports. Mwaka 2018 Idi anachaguliwa kuwa mjumbe wa klabu Simba. Na nikiamua kumzungumzia Idi, CV zake na sifa zake sitaweza kuzimaliza. Lakini leo nazungumza nanyi waandishi wa habari, lazima tukiri kwamba Idi tayari ameondoka katika ulimwengu. Kilichopo mbele yetu kikubwa ni kumwombea dua. Lakini mimi binafsi nizungumze, nimemfahamu Idi kipindi kirefu sana ndani ya Simba Sports. Namfahamu Idi akiwa mzima, namfahamu Idi anakwenda kupata ajali, lakini moja katika watu ambao walitengeneza historia kwa mapenzi ya dhati katika klabu ya Simba, wakati Idi alipopata ajali, matatizo yake ya mguu, ilifika mahala kutoroka hata Muhimbili kwenda kushuhudia timu yake ikiwa anafanyaje? Cheza. Idi nakumbuka katika miaka 2012 2013 kuna mechi moja tulikwenda kucheza Mbeya. Kwa mara ya kwanza Idi Kajuna ananiambia, Kisugu, kwa namna ambavyo tulivyopambana juu ya mechi na uchovu uliokuepo, sitamani kukuona unarejea Dar es Salaam kwa kutumia usafiri wa barabara kwa maana ya gari. Idi anatoa pesa zake, napanda ndege. Nakumbuka nilikuwa na Hussein Simba, tunarejea Dar es Salaam. Leo hii wakati naamka asubuhi nikiwa nakuja mjini, napita kwenye mitandao ya kijamii, sikuamini kile ambacho nilichokiona. Sikuamini kile ambacho nilichosikia. Lakini hakuna namna. Ndani ya dini ya Kiislamu Mwenyezi Mungu anasema kulli nafsi zaikati mauti. Kila mwanadamu mwenye nafsi ataondoka katika hii dunia. Jana nilikuwa maeneo ya Kisutu makaburini kwenda kumsindikiza aliyekuwa baba yake mzazi, rafiki yangu wa karibu, Meja Kunta. Lakini leo narejea tena Kisutu mida ya saa 10 kwenda kumsindikiza aliyekuwa rafiki yangu, aliyekuwa ndugu yangu, na mpaka anaondoka katika hii dunia, yeye ndo alikuwa makamu mwenyekiti wa kamati ya mashindano. Lakini niseme jambo moja, tunapopita makabulini, tunapokwenda makabulini kumsindikiza ndugu yetu, tusiamini ile safari ni ya kwake tu pekee. Hata sisi tuamini iko siku muda utatimia nasi tutaondoka katika ile safari. Na hii bado Mwenyezi Mungu anatukumbusha kwamba katika hii dunia tunapita. Na unapokwenda pale makaburini, kuna jambo linatakiwa likufundishe kwamba waliolala pale ni wanadamu kama wewe, na hakuna namna la kuliepuka kaburi mwanadamu. Leo tunaamini kaburi ni lile shimo tu, lakini kaburi inawezekana likawa hata tumbo la samaki, bado likawa nini? Kaburi. Kwa leo msiba wa Idi umenikwenda kunikumbusha msiba wa ndugu yetu Zakaria Hassan. Maumivu yaliyoje. Tunawapoteza Simba wapambanaji. Niko Arusha kwenye mechi ya Simba na Coast Union ya Tanga, kombe la FA nusu finali. Idi ananipigia simu. Idi. Yes. Kaka uko wapi?
Namwambia niko maeneo fulani napata chai, ananiambia Kisugu, hatujaja kunywa chai, tumekuja kupambana kuhakikisha Simba inapata matokeo. Achana na chai, njoo sehemu fulani nipo. Nizungumze ukweli, nilichelewa ndani ya dakika 5 baada ya kufika ile eneo kwa kodi bodaboda. Kwa namna ambavyo Idi alivyokuwa anapambana, nilikutana naye mlangoni, anatoka yuko kwenye gari aina ya Noah. Hii inaonyesha namna ambavyo Idi Kajuna alivyokuwa. Niwaombe sana wana Simba, tukutane kwenye makaburi ya Kisutu kuhakikisha tunakwenda kumsindikiza kiongozi wetu Idi Kajuna. Kuna wengi wanajiuliza pengine asifahamike kwa kiasi kile, lakini alikuwa ni muhimili ndani ya Simba. Pengine historia yake, pengine namna ambavyo aliongoza wekundu wa Msimbazi katika hiyo kamati ya Simba, unazungumziaje kwa sekta aliyokuwa nayo? Mimi naamini alimudu vizuri Idi. Nafikiri wana Simba, sitaki kuzungumzia historia ya miaka 5 kwa namna ambavyo zilipita. Lakini mwaka huu ukitaka kuzungumzia kwenye kamati ya mashindano, yeye alikuwa mmoja wa nafasi, ni makamu mwenyekiti wa kamati ya mashindano. Ndio kamati ambayo mimi naamini imekwenda kushirikiana na management iliyokuwa wapi madarakani ili kuhakikisha kwamba Simba inakwenda kupata matokeo vizuri. Hakuna mtu asiona namna ambavyo upambanaji uliokuwepo mwaka huu, kuona namna ambavyo tu waliofanyaje tuliofikia. Na siamini duniani kama kuna mwana Simba ambaye hamfahamu Idi Kajuna, huyu atakuwa si mwana Simba mtu ambaye hamfahamu Idi Kajuna. Alama aliyoiacha pengine ameacha alama kubwa sana Simba Sports, ukiachia vyeo vyake, lakini ilikuwa moja katika wanachama ambao wanayojitolea kwenye shida na raha juu ya wanachama. Ni mtu ambaye aliyekuwa anashiriki kila jambo la mwana Simba au kila jambo la mwanadamu, aidha iwe mchana au iwe usiku. Ninapokuambia kwamba Simba tumepoteza muhimili, basi lazima ukiri kwamba tumepoteza muhimili kweli. Niwaombe sana wana Simba kupitia ninyi waandishi wa habari, kwa ratiba namna ambavyo nilivyoona, anazikwa saa 10 kwenye makaburi Kisutu. Twendeni tukamsindikize mwana Simba, twendeni tukamsindikize mwanadamu zetu. Pengine una taarifa pengine ya kilichosababisha mpaka umauti kumkuta Idi Kajuna? Yes, taarifa nilikuwa nayo hapa kati kidogo, hali yake ya kiafya alikuwa haiko sawa sawa. Pressure ilikuwa inamsumbua sana na alilazwa hospitali nafikiri Muhimbili. Na baadhi yetu tulikuwa tunapata nafasi kwenda yale maeneo, lakini kwa utaratibu walikuwa wanatika kuingia watu wawili kama namna ambavyo unavyojua utaratibu wa hospitali zetu hizi. Kwa mimi naamini kwamba wakati nilikuwa nakwenda nilikuwa naona baadhi ya viongozi wa Simba wanakuja kushiriki, wanakuja kumuona, wanapambana kuona namna ambavyo anarejea katika hali yake ya kawaida, lakini wanasema sisi tulimpenda, Mungu alimpenda zaidi. Kubwa ni kumwombea dua, Mwenyezi Mungu amweke mahali pema peponi ili kuhakikisha kila jambo linakwenda vizuri, kila jambo linakwenda sawa. Lakini sema neno machache tu. Kila mwanadamu ajue hii dunia tunapita. Kila mwanadamu ajue safari ambayo Idi Kajuna aniyokwenda, nasi tutafanyaje? Tutakwenda. Kimsingi lazima tumrejee Mungu katika imani ambayo tunazo. Turudi kwenye makanisa, turudi kwenye misikiti kumuomba Mwenyezi Mungu ili kutengeneza mazingira mazuri kule ambako tunakofanyaje? Tunakokwenda. Wacha tumazie niseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pole sana Kisugu. Alhamisi ya tarehe 23, familia ya mpira, familia ya klabu ya Simba Sport inalia na kuondokewa kwa kiongozi makamu mwenyekiti wa kamati ya klabu ya Simba. Huyu ni Idi Kajuna. Niko na Mikoi Kisugu kuzungumza naye. Taarifa hizi zimemhuzunisha kwa kiasi gani? Kwanza Kisugu, poleni sana. Asante sana Bwana Chungu, nadhani tumesikia bei za tiketi, tutakuja kuzirudia hapo baadaye,
lakini namna ya kununua tiketi vile vile tumeona na tumesikia, ikiwemo namna mpya ya ununuzi wa tiketi. Baadaye tutakuja kuungana na meneja masoko kutoka benki ya Equity Bi Shubana Walwa, na yeye tutazungumza naye hapa kuhusiana na dhamira yao ya kuidhamini Simba Sports Club kuelekea kwenye tamasha letu la Simba Day. Ndugu zangu waandishi wa habari, tupo kwenye kipindi cha usajili hivi sasa na tayari Simba Sports Club taifa kubwa tumeshatangaza wachezaji watatu ambao ni Kelvin Nation, Nathaniel Chilambo pamoja na Bakari Msimu. Ni vijana wadogo wa Kitanzania wenye uwezo mkubwa. Baada ya kuwafuatilia kwa muda mrefu, kuwafanyia scouting na scanning na skinning, tukabaini ya kwamba ni wachezaji ambao wana hadhi na wanastahili kuitumikia Simba Sports Club. Na baada ya hapo tukaamua kuwa engage na hatimaye tukafanikiwa kuwapata, na sasa ni mali halali ya Simba Sports Club kwa mikataba ya miaka miwili kila mmoja. Ni vijana wadogo ambao wana uwezo mkubwa sana. Ni nadra sana taifa kuwa na mchezaji aina ya Bakari Msimu. Ni haitokei mara kwa mara kuwa na mchezaji wa kiwango cha Nathaniel Chilambo. Ni ngumu mno kuwa na mchezaji anayefanana na Kelvin Nation. Lakini Simba Sports Club tumefanikiwa kuwapata vijana hawa ambao tunaamini wanakuja kutoa mchango wao kwenye kuisaidia na kuipambania Simba Sports Club. Wapo wanaodhihaki viwango vyao na ubora wao, lakini sisi tunawaambia wachezaji hawa hatukuwasajili ili waaminiwe na watu wengine wasiokuwa Simba Sports Club. Tumewasajili kwa sababu wameaminiwa na Simba Sports, kwa hiyo waende wakafanye kazi. Hata kwa Nixon Kibabage ilikuwa hivyo hivyo, lakini kwa sasa kila mtu hivi sasa anameza mate ya uchungu kila akimtazama Nixon Kibabage. Kwa hiyo kwa Nathaniel Chilambo ngoma itakuwa ni hivyo hivyo tu. Baada ya muda mfupi sana kwa Kelvin Nation mambo yatakuwa ni hivyo hivyo muda mfupi ujao, sanjari na kwa Bakari Msimu. Sisi ndo tunafahamu ubora, uzuri, thamani na kiwango chao, na wataenda kuonesha kiwango chao na kila mmoja atabaki amekodoa macho kodo. Usajili bado haujakamilika, tunaendelea kusajili na tunaendelea kutambulisha. Leo tunapumzika kwa sababu ya kuyapa nafasi matangazo haya ambayo tunakwenda kuyatangaza, lakini kuanzia kesho Mungu akijalia tutaendelea kushusha mashine moja baada ya nyingine. Tutaendelea kutambulisha mchezaji mmoja baada ya mwingine. Yuko mchezaji mmoja tunapata wasiwasi kumtambulisha kwa sababu tutakapomtambulisha dunia itabadilisha tabia yake. Kwa hiyo tunapata mashaka tunaweza tukaiathiri dunia baada ya kumtambulisha huyo mchezaji, lakini hakuna namna, itabidi tumtambulishe ili watu waone mali halali ya Simba Sports Club. Ni mchezaji wa daraja la juu sana, ni mchezaji wa kiwango kikubwa sana, ni mchezaji ambaye kusema na ukweli ukitazama World Cup ambayo imeisha hivi karibuni, unamuona huyu mchezaji alistahili kabisa kuwepo Marekani, Canada ama Mexico akitumikia taifa lake. Ni mchezaji wa daraja la juu kweli kweli, na tutakapomtambulisha ili nyinyi muone kwamba huyu mchezaji sio wa kawaida, baada ya kumtambulisha tu siku hiyo binadamu wote wataanza kutembea kinyume nyume. Mkiona ishara hizo, basi mjue huyo mnyama wa hatari ametua Simba Sports Club. Watu watatembea kwa reverse siku hiyo. Huyo ndio mashini ambayo muda si mrefu tunakwenda kuishusha unyamani hapo. Kikosi chetu kinasafiri hii leo kuelekea Rwanda kwenda kwenye ushiriki wa michuano ya Kagame pamoja na kufanya pre-season yetu huko. Maswali yamekuwa ni mengi, kwa nini Simba mnashiriki Kagame hivi sasa na miaka mingi hamjashiriki? Ni kutokana na ufinyu wa muda wa maandalizi.
Miaka ya nyuma huko mnapata at least wiki 5, wiki 6 mpaka wiki 7 za kufanya maandalizi kwa maana ya pre-season, lakini mwaka huu imekuwa ni tofauti kidogo, muda kamebana kweli kweli. Kwa hiyo tukaona acha tuyatumie mashindano haya ya Kagame kama sehemu ya maandalizi yetu kuelekea katika ligi ya msimu ujao. Kwa hiyo kupitia Kagame hii tunafanya pre-season, huko tunashiriki mashindano kwa ajili ya kuboost fitness ya wachezaji wetu pamoja na kuongeza ubora wa wachezaji wetu, sababu hata ukienda pre-season itakulazimu upate mechi za kirafiki kwa ajili ya kucheza. Sasa kuliko kucheza mechi ya kirafiki, tukasema kwa kuwa muda ni mdogo sana, hebu tupate competitive match ili wachezaji wetu waweze kurise standard zao, kwa sababu muda wa maandalizi ni mfupi, tuje tuamkie kwenye ligi na baada hapo mashindano mengine yaendelee. Kikosi kinasafiri mchana wa leo kuelekea Rwanda. Tutaondoka na wachezaji 20 na benchi la ufundi lote. Katika hawa wachezaji 20, Anicet Oura yuko ndani yake, Innocent Loemba yuko ndani yake, Mwamba Lusaka yuko ndani yake, wachezaji wetu wapya watatu ambao tumewatambulisha wako ndani yake, Shomari Salum Kapombe pamoja na Duchu yuko ndani yake, mlinda mlango Kasali pamoja na Abel Huseni wako ndani yake. Maana yake ni kwamba tunatimiza idadi ya wachezaji 20 ambao wanasafiri hii leo kuelekea Rwanda kwenda kwenye pre-season pamoja na Kagame. Mchezaji Eli Mpanzu yeye ataunganisha moja kwa moja Rwanda, ndivyo ambavyo ameomba hivyo na sisi tukamruhusu, kwa sababu kutoka Kongo kwenda Rwanda ni karibu zaidi. Kwa hiyo hakukuwa na sababu ya yeye kuja huku alafu akaunganisha na timu kwenda Rwanda. Kwa hiyo Mpanzu yeye moja kwa moja atatoka Kongo na kwenda Rwanda. Siku ya kesho atajiunga na wenzie. Libase Geye anataraji kuwasili nchini hapa Tanzania siku ya kesho, na akifika ataungana na kundi jengine la wachezaji wasiopungua 5-6 ambao wataondoka tarehe 24 kuelekea Rwanda kwenda kujiunga na wenzao. Hao wachezaji wengine ambao wataondoka na Libase ni pamoja na wachezaji wapya wa Simba Sports Club ambao tutawatambulisha hapa katikati kabla ya kufika tarehe 24. Kwa hiyo hadi kufika tarehe 24 ama 25 tukiwa pale Kigali, Rwanda, timu yetu yote itakuwa imeshakamilika full mkoko, kuanzia kwenye benchi la ufundi kuja kwenye wachezaji wote, kwa maana wale wa zamani wale wapya wote watakuwa wameshakamilika. Tunaanza pre-season, tunaanza ushiriki wetu kikamilifu wa michuano ya Kagame. Kumekuwa kuna maneno mengi, Libase anauzwa, Anicet Oura amepata ofa, Loemba anaondoka, sijui nani amerudi tena. Niwahakikishie wana Simba, nikiwa hapa nimevaa suti ya bei kali, ya kwamba hakuna mchezaji hata mmoja ambaye anaondoka ndani ya timu yetu msimu huu, aidha kwa kumaliza mkataba ama kwa kuuzwa. Libase Geye bado yupo sana akiendelea kutumikia mkataba wake. Anicet Oura bado yuko sana akiendelea kutumikia mkataba wake. Ino Jospin Loemba bado yupo sana akiendelea kutumikia mkataba wake, na yeyote bora ambaye unamfahamu bado yupo sana Simba Sports Club akiendelea kutumikia mkataba wake. Na taarifa njema ambayo ningependa kuwajulisha wana Simba asubuhi ya leo ni kwamba tumefanikiwa kumwongezea mkataba mwingine mshambuliaji wetu kinara Selemani Mwalimu, ambapo sasa ataendelea kusalia Simba Sports Club kwa mkopo akitokea Wydad Casablanca. Vita ilikuwa ni kubwa kweli kweli. Wapo watu walifunga safari kutoka Tanzania wakaenda Morocco, wakaenda kuwashawishi watu wa Wydad, jamani, tupeni sisi huyo mchezaji kwa mkopo, tunamtaka sisi kwa mkopo. Maneno yakawa mengi, najua sisi mabingwa, najua sisi sijui vilabu Afrika. Walichokifanya wale wa Morocco, wakachukua kompyuta yao